Moja kati ya matukio makubwa zaidi ambayo yalishawahi kutokea na kuumiza mioyo ya watu hususan katika engo ya usafirishaji wa mabasi. Tukizungumzia matukio makubwa ambayo yamewahi kutokea, hatuwezi kuacha kuzungumzia tukio ambalo limetokea Julai 4 mwaka 2016 maeneo ya Kintingu. Moja kati ya basi ambalo lilikuwa linafanya safari zake kutoka Mwanza kuelekea mjini Dar es Salaam lilipata ajali mbaya sana na kuweza kusababisha vifo vya watu 29. Je, unajua ni kampuni gani na ilikuwaje mpaka ikatokea ajali hiyo? Siku hiyo basi lilianza safari yake vizuri kutoka jijini Mwanza kuelekea Dar es Salaam. Kufika maeneo ya Kintingu, moja kati ya vitu ambavyo vilitokea ni uzembe ambao ulisababishwa na dereva mmoja kwa dereva mwingine ambaye alikuwa hajui nini kinaendelea. Kumbe hawa madereva wa kampuni hili walikuwa na tabia, kila wakikutana wanabadilishana site, yani wa kushoto wanakuja kulia, kulia anakuja kushoto, wanapishana na kila mmoja anarudi kwenye site yake. Sasa siku hiyo ilitokea emergency kwenye basi la upande wa pili. Wakati wanapishana, dereva mmoja alishindwa kuelewa utaratibu jinsi ambavyo wao huwa wanafanya. Hivyo mwingine alitoka site hii kumfuata mwingine, halafu mwingine hakujua kwamba huyu anakuja huku kwa lengo gani, akajua labda gari imeacha njia, nafanyaje? Huyu mwingine mwenyeji akabaki anajiuliza, huyu mbona leo hahami kwenda site nyingine? Mbona amebaki kule kule? Akasema basi ngoja mimi nirudi kwenye eneo langu ili niweze kuendelea na safari, sije kusababisha ajali. Kumbe na huyu baada ya kumuona mwenzake kaja kwenye eneo lake, naye akasema basi huyu itakuwa gari imemshinda, ngoja nihamie kwenye eneo lake alilotoka. Hatimaye wote wakahama na wakakutana. Ilikuwa ni bonge moja la ajali ambalo lilitokea na kuiumiza mioyo ya Watanzania wengi. RIP kwa wote waliopoteza ndugu zao. Poleni sana kwa ambao ulifika na tatizo hilo, lakini pia niendelee kusisitiza kwa madereva tusitumie vyombo vya moto kufanya vitu vya masiara. Vyombo vya moto havina masiara, tunapoteza watu wetu wengi sana. Ni tukio gani ambalo umewahi kulishuhudia kwa macho yako? Unaweza kudondosha hapo kwenye comment ili kuendeleza kuweka tahadhari. Asanteni sana.